Sheria ya Mungu.org. Kiambatisho 8E. Msalaba na hekalu. Msalaba na hekalu si maadui, wala si vipindi viwili ambavyo kimoja kinafuta kingine. Sheria ya Mungu ni ya milele. Zaburi 119, 89, 119, 160, Malaki 3:6. Mfumo wa hekalu pamoja na dhabihu zake, makuhani wake na sheria zake za usafi ulipewa na sheria hiyo hiyo ya milele. Kifo cha Yesu hakikufuta hata amri moja. Kilifunua kwa kina zaidi kile ambacho amri hizo zilikuwa tayari zikisema. Hekalu halikuharibiwa ili kumaliza dhabihu, bali kama hukumu kwa sababu ya kutotii. Mambo ya Nyakati ya Pili 36 kutoka 14 hadi 19. Yeremia 7 kutoka 12 hadi 14. Luka 19 kutoka 41 hadi 44. Wajibu wetu ni kushikilia kweli hizi zote pamoja bila kubuni dini mpya inayobadilisha sheria kwa mawazo ya kibinadamu kuhusu msalaba. Mkinzano unaoonekana: mwana-kondoo na madhabahu. Kwa mtazamo wa kwanza, inaonekana kuna mkinzano. Kwa upande mmoja, sheria ya Mungu inaamuru dhabihu, sadaka na huduma ya kikuhani. Mambo ya Walawi 1 kutoka 1 hadi 2. Kutoka 28:1. Kwa upande mwingine, Yesu anawasilishwa kama mwana-kondoo wa Mungu aondoaye dhambi ya ulimwengu. Yohana 1:29. Yohana wa kwanza 2:2. Wengi hufikia hitimisho ambalo maandiko hayawahi kulifanya. Ikiwa Yesu ndiye mwana-kondoo, basi dhabihu zimekwisha, hekalu limekoma na sheria iliyoziamuru haina tena umuhimu. Lakini Yesu mwenyewe alikataa mantiki hiyo. Alisema wazi kwamba hakukuja kuibatilisha sheria au manabii, na kwamba hata herufi ndogo zaidi haitapita kutoka katika sheria mpaka mbingu na dunia zikapita. Mathayo 5 kutoka 17 hadi 19. Luka 16:17. Mbingu na dunia bado zipo, sheria bado imesimama. Amri kuhusu dhabihu, sadaka na hekalu hazikuwahi kufutwa na midomo yake. Msalaba hauzifuti sheria za hekalu. Msalaba hufunua kile ambacho sheria hizo zilikuwa zikielekeza kwake kwa kweli. Yesu kama mwana-kondoo wa Mungu, utimilifu bila kufutwa. Yohana alipomwita Yesu mwana-kondoo wa Mungu, Yohana 1:29, hakuwa akitangaza mwisho wa mfumo wa dhabihu. Alikuwa akitangaza maana ya kweli ya kila dhabihu iliyowahi kutolewa kwa imani. Damu ya wanyama haikuwa na nguvu yenyewe. Petro wa kwanza 1 kutoka 19 hadi 20. Nguvu yake ilitokana na utii kwa Mungu na kile ilichokuwa ikiwakilisha, dhabihu ya baadaye ya mwana-kondoo wa kweli. Mungu hasemi jambo moja kisha baadaye ajipinge. Hesabu 23:19. Tangu mwanzo, msamaha umekuwa ukitegemea mambo mawili yanayofanya kazi pamoja: utii kwa yale Mungu aliyoamuru. Kumbukumbu la Torati 11 kutoka 26 hadi 28. Ezekieli 20:21. Mpango ambao Mungu mwenyewe aliuteua kwa ajili ya utakaso. Mambo ya Walawi 17:11. Waebrania 9:22. Katika Israeli ya kale, waliotii walikwenda hekaluni, wakatoa dhabihu kama sheria ilivyoamuru, na wakapokea utakaso halisi lakini wa muda wa agano. Leo waliotii wanaongozwa na Baba kwenda kwa mwana-kondoo wa kweli, Yesu, kwa ajili ya utakaso wa milele. Yohana 6:37, 6:39, 6:44, 6:65, 17:6. Muundo ni ule ule. Mungu hawatakasi waasi. Isaya 1 kutoka 11 hadi 15.
Ukweli kwamba Yesu ndiye mwanakondoo wa kweli hauharibu amri kuhusu dhabihu. Unathibitisha kwamba Mungu hakuwa akicheza na alama. Kila kitu katika hekalu kilikuwa cha uzito mkubwa, na kila kitu kilielekeza kwenye jambo halisi. Kwa nini dhabihu ziliendelea baada ya msalaba? Kama Mungu angekusudia kufuta dhabihu mara tu Yesu alipokufa, hekalu lingeharibiwa siku hiyo hiyo. Lakini nini kilitokea? Pazia la hekalu lilipasuka. Mathayo 27:51. Lakini jengo liliendelea kusimama huku ibada ikiendelea humo. Matendo 2:46, 3:1-21-26. Dhabihu na taratibu za hekalu ziliendelea kila siku. Matendo 3:1-21-26. Na simulizi lote la Matendo linachukulia patakatifu palipokuwa likifanya kazi. Ukuhani uliendelea kuhudumu. Matendo 4:1-6-7. Sikukuu ziliendelea kuadhimishwa Yerusalemu. Matendo 2:1-20-16. Hata baada ya ufufuo, waumini wa Yesu walionekana hekaluni. Matendo 2:46, 3:1-5 kutoka 20 hadi 21, 21:26. Na maelfu ya Wayahudi waliomwamini walikuwa wote wanaoshika sana sheria. Matendo 21:20. Hakuna kitu katika sheria, hakuna katika maneno ya Yesu wala katika manabii kilichotangaza kwamba dhabihu zingekuwa ghafla dhambi au batili mara tu Masihi alipokufa. Hakuna unabii unaosema baada ya mwanangu kufa mtakoma kuleta wanyama, kwa maana sheria yangu kuhusu dhabihu imefutwa. Badala yake, huduma za hekalu ziliendelea kwa sababu Mungu hasemi kwa lugha mbili. Hesabu 23:19. Haamuru jambo kuwa takatifu, kisha baadaye alichukulia kuwa najisi kimya kimya kwa sababu mwanawe amekufa. Kama dhabihu zingekuwa uasi mara tu Yesu alipokufa, Mungu angesema hivyo waziwazi. Kuendelea kwa huduma ya hekalu baada ya msalaba kunaonyesha kwamba Mungu hakuwahi kufuta amri yoyote inayohusiana na patakatifu. Kila sadaka, kila utaratibu wa utakaso, kila jukumu la kikuhani na kila tendo la kitaifa la ibada lilibaki kuwa halali kwa sababu sheria iliyoyaweka haikubadilika. Asili ya kielelezo ya mfumo wa dhabihu. Mfumo mzima wa dhabihu ulikuwa wa kielelezo katika mpangilio wake, si kwa sababu ulikuwa wa hiari au hauna mamlaka, bali kwa sababu ulielekeza kwenye mambo halisi ambayo ni Mungu mwenyewe tu angeyakamilisha siku moja. Uponyaji uliothibitishwa ulikuwa wa muda. Aliyeponywa angeweza kuugua tena. Utakaso wa ibada ulirejesha usafi kwa muda tu. Unajisi ungeweza kurudi. Hata dhabihu za dhambi zilileta msamaha ambao ulipaswa kutafutwa tena na tena. Hakuna kati ya mambo haya yaliyokuwa uondoaji wa mwisho wa dhambi au mauti. Yalikuwa alama zilizoamriwa na Mungu, zikielekeza kwenye siku ambayo Mungu angeharibu mauti yenyewe. Isaya 25:8, Danieli 12:2. Msalaba uliufanya mwisho huo uwezekane. Lakini mwisho wa kweli wa dhambi utaonekana tu baada ya hukumu ya mwisho na ufufuo. Wakati wale waliotenda mema watafufuka kwenye ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwenye ufufuo wa hukumu. Yohana 5 kutoka 28 hadi 29. Kwa kuwa huduma za hekalu zilikuwa alama zinazoelekeza kwenye hali za milele na si hali zenyewe, kifo cha Yesu hakuzifanya zifu, lakini zilibaki hadi Mungu alipoliondoa hekalu kwa hukumu.
si kwa sababu msalaba ulizifuta, bali kwa sababu Mungu alichagua kukatiza alama wakati hali halisi ambazo zilikuwa zikielekeza kwake bado zinasubiri kukamilishwa mwishoni mwa zama. Jinsi msamaha unavyofanya kazi leo. Kama amri kuhusu dhabihu hazikuwahi kufutwa, na kama mfumo wa hekalu uliendelea hata baada ya msalaba, mpaka Mungu mwenyewe alipouleta mwisho wake mwaka 70 baada ya Kristo, basi swali la kawaida hujitokeza: mtu anawezaje kusamehewa leo? Jibu linapatikana katika muundo ule ule ambao Mungu aliweka tangu mwanzo. Msamaha daima umekuja kwa utii kwa amri za Mungu. Mambo ya Nyakati ya Pili 7:14, Isaya 55:7, na kwa dhabihu ambayo Mungu mwenyewe aliiteua. Mambo ya Walawi 17:11. Katika Israeli ya kale, waliotii walipokea utakaso wa ibada katika madhabahu ya Yerusalemu, ambaye sheria ilitekeleza hisa kwa kumwagwa kwa damu. Mambo ya Walawi 4:20, 4:26, 4:31, Waebrania 9:22. Leo waliotii wanatakaswa kupitia dhabihu ya Masihi, mwana-kondoo wa kweli wa Mungu aondoaye dhambi. Yohana 1:29. Hili halimaanishi mabadiliko katika sheria. Yesu hakufuta amri za dhabihu, Mathayo 5 kutoka 17 hadi 19. Badala yake, Mungu alipoondoa hekalu, alibadilisha mahali pa nje ambapo utii hukutana na utakaso. Vigezo vilibaki vile vile. Mungu huwasamehe wale wanaomcha na kushika amri zake. Zaburi 103:17 hadi 18. Mhubiri 12:13. Hakuna anayemjia Masihi isipokuwa Baba amvute. Yohana 6:37, 6:39, 6:44, 6:65, 17:6. Na Baba huwavuta wale tu wanaoheshimu sheria yake. Mathayo 7:21, 19:17, Yohana 17:6, Luka 8:21, 11:28. Katika Israeli ya kale, utii ulimwongoza mtu kwenye madhabahu. Leo, utii humwongoza mtu kwa Masihi. Mandhari ya nje imebadilika, lakini kanuni haijabadilika. Wasio waaminifu katika Israeli hawakutakaswa kwa dhabihu. Isaya 1 kutoka 11 hadi 16. Na wasio waaminifu leo hawatakaswi kwa damu ya Kristo. Waebrania 10 kutoka 26 hadi 27. Mungu daima amehitaji mambo yale yale mawili: utii kwa sheria yake na kujinyenyekeza kwa dhabihu aliyoiteua. Tangu mwanzo, hakujawahi kuwa na wakati ambapo damu ya mnyama yeyote au sadaka ya nafaka au unga ilileta kweli amani kati ya mwenye dhambi na Mungu. Dhabihu hizo ziliamriwa na Mungu, lakini hazikuwa chanzo cha kweli cha upatanisho. Maandiko yanafundisha kwamba haiwezekani kwa damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi, Waebrania 10:4, na kwamba Masihi alijulikana tangu kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, Petro wa kwanza 1 kutoka 19 hadi 20. Tangu Edeni, amani na Mungu daima imekuja kupitia mwana mkamilifu asiye na dhambi, mwana wa pekee, Yohana 1:18, 3:16, yule ambaye kila dhabihu ilielekeza kwake, Yohana 3 kutoka 14 hadi 15, 3:16. Sadaka za kimwili zilikuwa ishara zinazoonekana, zilizowezesha wanadamu kuona, kugusa na kuhisi uzito wa dhambi na kuelewa kwa lugha ya kidunia gharama ya msamaha. Mungu alipoondoa hekalu, uhalisia wa kiroho haukubadilika. Kilichobadilika ni umbo la kimwili. Uhalisia ulibaki ule kabisa. Ni dhabihu ya mwana inayoletea amani kati ya mkosaji na Baba. Isaya 53:5. Alama za nje zilikoma kwa sababu Mungu alichagua kuziondoa.
lakini uhalisia wa ndani, utakaso unaotolewa kupitia mwanawe kwa wale wanaomtii, unaendelea bila kubadilika. Kwa nini Mungu aliharibu hekalu? Kama uharibifu wa hekalu mwaka 70 baada ya Kristo ungelenga kufuta dhabihu, maandiko yangesema hivyo. Hayasemi. Badala yake, Yesu mwenyewe alieleza sababu ya uharibifu ulikuja hivyo. Hukumu ongeza ulikuja. Alilia Yerusalemu na kusema kwamba mji haukutambua wakati wa kujiliwa kwake, Luka 19 kutoka 41 hadi 44. Alionya kwamba hekalu lingeangushwa jiwe juu ya jiwe, Luka 21 kutoka 5 hadi 6. Alitangaza kwamba nyumba imeachwa ukiwa kwa sababu ya kukataa kusikiliza wajumbe wa Mungu, Mathayo 23 kutoka 37 hadi 38. Huu haukuwa utangulizi wa teolojia mpya ambapo dhabihu zinakuwa uovu. Ulikuwa muundo wa zamani unaojulikana wa hukumu, sababu ile ile iliyoharibu hekalu la kwanza mwaka 586 kabla ya Kristo. Mambo ya Nyakati ya Pili 36 kutoka 14 hadi 19, Yeremia 7 kutoka 12 hadi 14. Kwa maneno mengine, hekalu lilianguka kwa sababu ya dhambi, si kwa sababu sheria ilibadilika. Madhabahu yaliondolewa kwa sababu ya hukumu, si kwa sababu dhabihu zimekuwa zisizo za kumpendeza Mungu. Amri zilibaki zimeandikwa za milele kama kawaida. Zaburi 160, Malaki 3:6. Kilichoondolewa na Mungu ni njia ambazo amri hizo zingeweza kutekelezwa. Msalaba haukuidhinisha dini mpya bila sheria. Mengi ya kinachoitwa Ukristo leo yamejengwa juu ya uongo rahisi. Kwa sababu Yesu alikufa, sheria ya dhabihu, sikukuu, sheria za usafi, hekalu na ukuhani vyote vimefutwa. Msalaba ulichukua nafasi yake. Lakini Yesu hakuwahi kusema hivyo. Manabii waliotabiri juu yake hawakuwahi kusema hivyo. Badala yake, Kristo alikuwa wazi kwamba wafuasi wake wa kweli lazima watii amri za Baba yake kama zilivyotolewa katika Agano la Kale, kama mitume na wanafunzi wake walivyofanya. Mathayo 7:21, 19:17, Yohana 17:6, Luka 8:21, 11:28. Msalaba haukumruhusu mtu yeyote kufuta sheria za hekalu, kubuni ibada mpya kama huduma ya ushirika, kuchukua nafasi ya Pasaka, kubadilisha zaka kuwa mishahara ya wachungaji, kubadilisha mfumo wa Mungu wa usafi kwa mafundisho ya kisasa, kuchukulia utii kuwa wa hiari. Hakuna chochote kuhusu kifo cha Yesu kinachowapa wanadamu mamlaka ya kuandika upya sheria. Kinathibitisha tu kwamba Mungu ni makini kuhusu dhambi na makini kuhusu utii. Msimamo wetu leo: kutii kinachoweza kutiiwa, kuheshimu kisichoweza. Msalaba na hekalu hukutana katika ukweli mmoja usiokwepeka. Sheria inabaki bila kubuswa. Mathayo 5 kutoka 17 hadi 19. Luka 16:17. Hekalu limeondolewa na Mungu. Luka 21 kutoka 5 hadi 6. Hiyo inamaanisha amri ambazo bado zinaweza kutekelezwa lazima zitekelezwe bila visingizio. Amri zinazotegemea hekalu lazima ziheshimiwe kama zilivyoandikwa, lakini zisitekelezwe, kwa sababu Mungu mwenyewe aliondoa madhabahu na ukuhani. Hatubuni toleo la kibinadamu la mfumo wa dhabihu leo, kwa sababu Mungu hajarejesha hekalu. Hatutamki kwamba sheria za dhabihu zimefutwa.
kwa sababu Mungu hakuzifuta kamwe. Tunasimama kati ya msalaba na mlima wa hekalu uliotupwa kwa hofu na kutetemeka, tukijua kwamba Yesu ndiye mwanakondoo wa kweli anayewatakasa wale wanaomtii Baba. Yohana 1:29, 6:44. Sheria za hekalu bado zimeandikwa kama amri za milele. Zaburi 160. Kutowezekana kwake leo ni matokeo ya hukumu ya Mungu, si ruhusa ya kubuni mbadala. Luka 19 kutoka 41 hadi 44, 21 kutoka 5 hadi 6. Msalaba na hekalu pamoja. Njia sahihi hukataa miisho yote miwili. Sio Yesu alifuta dhabihu, kwa hiyo sheria haina tena umuhimu. Sio tunahitaji kujenga dhabihu sasa kwa njia yetu wenyewe bila hekalu la Mungu, bali tunaamini kwamba Yesu ndiye mwana-kondoo wa Mungu aliyetumwa na Baba kwa ajili ya wale wanaotii sheria yake. Yohana 1:29, 14-15. Tunakubali kwamba Mungu aliondoa hekalu kama hukumu, si kama kufutwa. Luka 19 kutoka 41 hadi 44. Mathayo 23 kutoka 37 hadi 38. Tunatii kila amri ambayo bado inawezekana kimwili leo. Tunaheshimu amri zinazotegemea hekalu kwa kukataa kuzibadilisha kwa ibada za kibinadamu. Msalaba hushindana na hekalu? Hapana. Msalaba hufunua maana iliyo nyuma ya hekalu. Na mpaka Mungu arejeshe kile alichokiondoa, wajibu wetu uko wazi. Tii kinachoweza kutiiwa. Heshimu kisichoweza. Kamwe usitumie msalaba kama kisingizio cha kubadilisha sheria ambayo Yesu alikuja kuitimiza, si kuiharibu. Mathayo 5 kutoka 17 hadi 19. Mfululizo huu na masomo mengine mengi kuhusu sheria ya Mungu yanaweza kupatikana kwenye tovuti sheriayamungu.org.